wataandamana, mtakuta tumekatana vichwa huko barabarani, wala hatuwatanii. Swali lako la kwanza kuhusiana na kauli ambazo zimetolewa na baadhi ya mashehe kwenye vyombo vya habari au kwenye mitandao ya kijamii. Dira yetu sisi viongozi wa dini ya Kiislamu haswa, tunarudi kwenye kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo imetupa dira na mwongozo. Amesema Allah, ud'u ila sabili rabbika bilhikma walmau'izati alhasana, lingania katika njia ya Mola wako kwa kutumia hekima na mawaidha ambayo ni mazuri. Wazungumzaji wanatofautiana katika uelewa wao na namna ya kufikisha. Kwa hivyo kauli iliyozungumzwa na moja miongoni mwa wazungumzaji ya kuzungumza swala la kwamba kukata vichwa, hii si kauli salama. Na hata katika utaratibu na miongozo aliyotuelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallama katika maswala mazima ya kipindi cha nyuma, wakati Mtume akipigana jihadi, pia kulikuwa na taratibu maalum za kufuatwa: kufikisha ujumbe kwa wale ambao hawakuwa Waislamu kipindi hicho ili waweze kuamini, na kama hawaja kubali kuamini basi walikuwa wanalipa jizya ambayo ni kodi ili waweze kukaa katika miji ya Kiislamu kwa ulinzi na usalama na amani. Haijatokea hata siku moja kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumjeruhi mtu wala kumwaga damu yake. Kwa hivyo kuna baadhi ya mambo mengine, hii inatokana pia na jazba na mihemuko ambayo kwa wakati mwingine inakuwa haijengi. Pia hatujapendezwa na kauli kama hizi kwa sisi Waislamu wa Arusha.